Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview. Leo nimetembelea ndugu yangu bwana mshauri, naweza kusema hivyo, mdau, naweza kusema hivyo, mtaalam pia masuala ya mahusiano, Chris. Na vitu vingi sana kuzungumza naye. Brother, nakwaje? Safi. Tuko vizuri. Nashukuru. Umekuwa ni mtu fulani ambaye mimi umeninspire sana kwa muda mrefu sana kutokana na ushauri wako kuhusu mahusiano. Sasa nataka nifahamu kwa nini uliamua kuwa mshauri wa masuala ya mahusiano? Katika engo labda ukipiga picha ni katika engo ya mahusiano, lakini huwa jamii, watu wa karibu wananizunguka huwa wanapata tija nyingi. Sinaanga tija nyingi sana katika vitu vingi, katika engo za biashara, engo za maisha, za ucha Mungu na vitu kadha kadha. Yes. Kuna moment ambayo huwa inakukata, labda sometimes unakuta ukiwa kazi unakuja na changamoto zake, unakuta labda of course unamshauri mtu kwa uzuri, alafu mtu ana take it ile negative, mbona kama amenilenga mimi sana hivi. Ukibeba katika muktadha huo, katika hii dunia utafeli, kwa sababu kila mtu ana mapokeo yake katika moyo wake. Kila mtu ana mapokeo. Usitegemea huyu nikamwambia 1+1 ni 1 na kati ana mengi kichwani kwake ni 11. Na ukimuuliza atakwambia, atakupa hoja za msingi za kutetea kwa nini imekuwa 11 sio 2. Kwa hiyo huwezi kulazimisha baadhi ya vitu, sababu kila mtu ana mapokeo yake ya vile anapopokea jambo. Moja ya vitu ambavyo nitamani nikikutana na wewe nitakuuliza ni kapo ya Diamond na Zuchu. Imekuwa ni kapo ambayo inazungumziwa sana. Nikasema moja ya watu ambao nahitaji nipate take yake pia ni wewe hapo. Zuchu amekuwa akisema sana kwamba anamng'ang'ania Diamond, lakini pia sasa imekuja stage ambapo Diamond amesema yeye mwenyewe anampenda mwanamke. Kwanza kwa nature ya wao wawili, kwanza kwa kwenye mahusiano ni sawa ama ni watu ambao hawadeserve kwa pamoja? Unajua, ukimtazama picha ya Diamond na matarajio ya mioyo ya watu wanavyohitaji, wanatupenda kulinganisha, compare kati ya artist fulani na fulani. Wanatamani kwa research yangu ndogo ambayo nimefanya, wanatamani Diamond angetoka labda na msanii fulani wa Marekani mkubwa. So akimcompare Zuchu, mbona vipi, lakini mapenzi hayako katika compare yupi mkubwa yupi mdogo. Kuna vitu vya msingi. Pengine Diamond anapata furaha na amani ya moyo wake. Kila kitu anachokuwa Diamond anatafuta pesa, anatafuta umaarufu anao, pesa anayo. Kuna baadhi ya vitu anavihitaji. So kwa labda amevigundua vitu vyake anavyohitaji. Kwa nini Zuchu ndio kwanza kuwa naye? Semekuwa na wanawake wengi sana. Pengine iko kitu alichokuwa anakitafuta amekipata kwa yule na udogo wake na alivyo na kila kitu lakini amekipata. Pesa anazo, umaarufu anao, mkubwa tu, tena mkubwa tu kupitiliza. Kwa hitaji hivyo vitu, hataki furaha, amani, mtoka shule zake apumzike. Kwa mfano hapo ukiangalia kwa mfano msanii kama Diamond amewahi kuwa na wanawake ambao tunazungumza baba wakubwa, wana pesa, wazuri pia. Watu sometimes kitu chochote nakizungumza hapo kwamba Zuchu anamuona kama sio mbali, ana deserve labda kuwa naye watu mashabiki zake. Pengine hasa kwa Diamond, kwa kumtazama, nini ambacho amevutiwa ama kwa nature wanaume anachokiona kwake unasema huyu ana deserve kole? Ushakumpenda mwanamke kwa sababu ana smile nzuri tu, hicho tu? Ushawahi? Atokeage. Ushakumpenda mwanamke kwa sababu akitembea na catwalk nzuri, ushawahi? Atokeage. Kwa alichokipenda Diamond anakijua yeye mwenyewe. Wewe katu huwezi kujua. Okay, leo mimi nakwambia hizo nywele zako sizipendi, ukazinyoa na kipara kabisa, na uwezo kana kipara, itawezekana? Haiwezekani. Yaani iko kitu hakiwezekani. Kutokana na nini? Nafasi ya upendo huwezi kuitafsiri kwa kuitazama tu kwa nje. Yule alikuwa ndani ya mchezo ndo anajua nini anachokipata kwa yule mtu. Kwa sababu mtu atafutaji hivyo vitu ambao yani unavyokitamani wewe kwa mpenzi wangu mimi, au kile nilichokipenda mimi nikipate hiko unachokitaka wewe, haiwezekana hata siku moja. Watu wanaangalia vitu vingi. Mtu anaweza kapenda kwa sababu hata kijino hapa basi. Hicho tu. Hivyo vyote akaa kwake sawa, lakini iko kijino tu ndo amekipenda. Ambacho wewe kwako ukitazama unaona cha ajabu, lakini hicho ndo anakipenda na kwa mtu unakuwa naye. Unaona ana last kapo ya? Baba wafunga ndoa. Kwani ngoja nikwambie kitu kimoja. Watu sijajua, kila mtu anatafsiri mahusiano katika engo yake tofauti. Lakini mahusiano yamebebwa na vitu vitatu vya msingi sana. Vitatu vya msingi sana. Ambao ni ukiwa kwenye mahusiano lazima upate furaha. Ukiwa kwenye mahusiano lazima uwe na amani. Sawa? Ukiwa kwenye uhusiano lazima uwe na utulivu. Vitu vitatu hivi. So mahusiano sio vita. Mahusiano ni sehemu ya kukupa furaha. Kwanza hakikisha unaingia kwenye mahusiano ya rafiki yako. Mtu ambaye una mechi. Unaweza kaa Zuchu unambeba katika picha labda ya mtu ambaye mkorofi, kumbe Diamond anapenda mwanamke mkorofi. Zuchu akiwa naye ni hivi. Sawa baba, nimekubali. Hivi nini? Simesikia hata nilisikia hizo funufunu kwa alimkodishia ndege kwenda Nigeria na nini. Sasa nani mwenye hela kati ya wao wawili? Ni mtu ambaye anajishusha.
pengine walikuwa nao wote wako ni masimba, na ni simba afu mwanamke atakao simba jike, hawezi kumechi, unaanza kupigana. Pengine mama kujishusha Zuchu amekuwa fisi au amekuwa swala, anamsubiria simba. Kwa hiyo chochote akakipenda, basi akaona mwanamke mtiifu ananisikiliza kwa kile anachomwamrisha na kitaka, basi akaamua kutulia. Unasema utulivu bila kuwa na pesa ni kitu kigumu sana kwenye mahusiano. Ni kweli? Sio kweli. Sio kweli. Uje nikuulize, pesa hizo unazozungumzia za aina gani? Kwani hao watu walikuwa kwenye mahusiano kuanzia asubuhi mpaka jioni hawali, hawaishi, na au pesa zipo unazozungumzia? Struggle ya kupata. Mfano mwanamke mwingine anakuambia atakabadilisha nywele, apendeze, afanyaje. Kwa hiyo kukutana na mwanaume ambaye hawezi kumtimizia hizo vitu kwa wakati. Kwa hiyo no, it's better kaenda kwenye mahusiano mengine. Hapana. Kwani imekuwa sana hiyo nazalia kwenye jamii. Yaani hapo watu wengi wanakosea. Mahusiano sio sehemu ya kutafuta unafuu wa maisha. Wengi wako wanaingia kwenye mahusiano kujua kutafuta unafuu wa maisha. Yaani kuingia kwenye mahusiano si kutafuta unafuu wa maisha. Kwa sababu kabla ya kunipata au kukupata wewe alikuwa anaishi. Ila tu angalizo, wewe mwanamke unaingia kwenye mahusiano, hakikisha unapoingia kwenye mahusiano na mwanaume awe tu ni mwanaume. Sio mwanaume kuvaa suruali shati, mpambanaji. Usiingie kwenye mahusiano na mwanaume ambaye si mpambanaji. Pengine kwa level yake hiyo ndogo, lakini mtu ambaye anajua na vision na mipango. Unaona huyu akikaa kwenye timing yake, huyu akitoboa, ujue katoboa kweli kweli, kwa sababu ni mtu wa kuhaso. Lakini yule mtu kukaa si nini, kafanya hivi si na nini, unaona kabisa future hapa ni zero. Uwezi hata siku moja kumvumilia. Kwenye mahusiano sio sehemu ya kwenda kutafuta unafuu wa maisha, ni sehemu ya kuingia kupambana pamoja. Kama hamna mpande hatua, hamna mahusiano matamu kama kupanda stages pamoja. Yaani mnatoka hapa mnaenda hapa, mnasafiri pamoja, yanakuwa na raha yake, kwa sababu mnachokitafuta unakijua. Wewe unakikuta kiti tu, unajui nani ukitengeneza uje ukikalie. Yaani ukikuta tu uje, yani uje tu sababu na hela zangu uje uingie, hakuna kweli. Mimi tena usinahitaji pesa, nitakupa pesa unazozitaka, nichukue nafasi hiyo ninachokitaka kutoka kwako, alafu nikimaliza jangu ikiisha na naacha. Kwa sababu wewe ni mtu kutafuta tu wenye pesa ili uishi katika level ile ile. Kwa utakuwa wewe ni biashara, hamna mapenzi. Unashauri hata waanze pamoja. Lazima waanze pamoja na mtu. Hata kuna watu wengine labda atakaa na kila kitu katika maisha yake, lakini nafasi ya true love hajaipata. Akaipata kwa mwanamke ambaye hana maisha kabisa. Zero kabisa. Pengine maisha ya chini kabisa. Lakini nafasi ya true love ameipata pale. Je, mwanamke wake si lazima muhudumie? Lazima muhudumie. Nafasi ya kumhudumia ni wajibu wa kila mwanaume kumhudumia mwanamke wake. Asili ya mwanaume ni mfalme toka kuumbwa. Ndio asili ya mwanaume toka kuumbwa ni mfalme. Kwa mfalme na kuhakikisha jamii yake inaishi vipi, ni rais yani. Ni rais wa familia. Mama kazi yake ni kukuhudumia. Atakuhudumiaje kama umpi vitu vya kufanya kuhudumia? Kwa lazima yani ni kuhakikisha. Ni kuhakikisha yani. Kuna na hiki ambacho nikiona sana kwenye sanaa yetu ya Tanzania, wasanii wengi wamekuwa na ile tatizo la depression. Nimeshuhudia ile kwa producer Pablo alielezea hicho kitu. Juzi pia tumekuja kumuona Yami pia anaelezea kitu kama hicho. No pia kuna nini sasa hivi watu wanakuwa nakumbwa sana na depression, wengine wanafikia mpaka kujiua na nini. Unaweza kwenye maisha ni nini ambacho watu wanakuwa wanafeli mpaka wanafikia stage kama hizo? Unajua, nilikwambia mwanzo kabisa, nilikwambia kuwa wasanii wanapitia changamoto kubwa sana. Katika engo nyingi sana wanapitia changamoto kubwa sana. Kuna sehemu anatamani kufika, ameshapazoea lakini ameshakuwa maarufu hawezi kwenda. Mtu mwingine anafeel kufanya kitu fulani kwenye jamii anashinda kwa sababu tayari ni icon. Kwa ndio maana wasanii wengi ataambiwa anakuwa na therapist wake. Anaonana naye wakati kwa ajili ya kumfanyia counseling ya baadhi ya vitu. Yaani kubadilisha maisha aliyozoea. Yaani napita njia hii kila siku afu ni ghafla tu nipite njia nyingine. Kwa hiyo inahitaji vitu kama hivyo, lakini wengi hatujajiandaa. Wasanii wengi hapa kwetu Afrika au Bongo hawajajiandaa katika muktadha wa kiafya, hususa afya ya akili, kwa sababu wanapitia changamoto nyingi sana. Comments nini, vitu vingi katika jamii, kwa TikTok na wapi katika social media. Bullying zile. Ubongo na tabia moja. So utaona comment, utaipuzia, lakini afya ya kila ubongo na tabia moja ya kuhifadhi. Utakapotoa ikitrigger kile kitu kinachofanana na kile, kina tabia kurudisha kile cha nyuma. Umeshanielewa? Ina tabia kurudisha kile cha nyuma. So lazima mtu maarufu au katika level fulani lazima uwe mtu ambaye therapist kwa ajili ya kufanyia counseling na nini, baadhi ya changamoto. Wanapitia changamoto nyingi sana. Kwa nini mtu anafikiria kujua? Kujua ni hatua tunasemaga bipolar, mimi labda naweza kusema hivyo, ni hatua ya mwisho sana ya mtu ambaye amekosa nafasi ya huduma ya haraka. Ni stages za mwisho sana. Haizi tu kukurupuka mtu kuja hivyo. Tatizo huwa lina tabia ya kuanza mapema sana. Na kuna stages zake mpaka kufika hatua hiyo.
ni mbaya sana. Kuna hatua tofauti tofauti ambazo mtu anapitia mpaka kufika stage hiyo. So ukimwahi mapema, ndio unajua kila mtu lazima upate mtu wa saikolojia au kufanya counseling au kufanya nini, hasa wafanya biashara. Yaani mtu ambaye unahaswa kukutana na watu wengi na nini changamoto hizo na bullying, lazima niwe na mtu wa design kama hiyo kwa ajili ya kukusaidia. Hata mtu wa kiroho, so lazima uende ukalipo hospitali, na hata mtu wa kiroho ndio anakuambia muda mwingine lazima uwe na hofu ya Mungu, uwe mtu wa ibada na nini, upate mtu wa kiroho kwa ajili ya kukusaidia zile, au mtu ambaye unamwamini, mtu mzima, mzazi unamwamini, nenda kazungumze naye nini kinachokusibu. Inasaidia kupunguza maumivu ya moyo unapozungumza. Wasema mtu ambaye anejua haongei. Kuna kweli kwamba mtu akiona anazungumza kesho nitajua huyo mtu hajafikia level ya kujitoa uhai? Ni kweli? Umeingia deep sana. Huwa kuna misukumo mingi sana katika hatua hiyo. Kuna misukumo ya kiroho, kuna misukumo ya kiafya. Imegawanyika katika pointi hizo mbili. Msukumo wa kiroho, kwenye roho kumegawanyika pia. Kuna upande wa nuru na giza. Nazungumzia upande wa giza sasa. Umeshanielewa? Giza lina nguvu. Giza, upande wa giza, upande wa kiroho, upande wa giza lina nguvu, lakini halimshindi nuru, kwa sababu nuru inapoingia kwenye giza kunakuwa na nuru. Kwa hiyo tukizungumzia giza likitengenezwa na watengenezaji kuwa wewe unatakiwa ufe, sawa, na wewe ni wagizani, na yule mtengenezaji giza ana giza lenye nguvu kuliko giza unalolitumia wewe. Sijui umeelewa? Bado inanielewa pengine. Pengine bado hujanielewa. Ni hivi. Giza lina nguvu. Kwenye ulimwengu wa kiroho kumegawanyika mara hizi, kuna giza na nuru. Umeshanielewa? Nuru ina nguvu kuliko giza, na kuna giza inaweza kulishinda nuru. Kwa sababu palipo na giza kukiwa na mwanga, giza hupotea. Sasa tunaingia upande wa gizani. Umeshanielewa? Sasa na ili kukujibu pointi yako, wewe ni mshirikina, unatumia waganga na nini kila kitu mradi uende. Mtengenezaji au adui yako naye anatumia lolo giza kukudhuru wewe, ili mradi ujiue au uanguke, chochote kile anachokitaka yeye. Sasa competition iko hivi, giza lako wewe, yule giza alolitumia au ule ushirikina aliotumia, ameutumia ushirikina wenye nguvu kuliko unaotumia. Umeshanielewa? Akiamrisha majeshi yake ya kwenye giza yenye nguvu, levels zimegawanyika huko gizani, au majini na mizimu iko katika levels tofauti. Umeshanielewa? Kuna kama unavyoona wanajeshi, kuna makuruta, kuna nini mpaka kuna hao wakubwa kabisa. Sasa wewe mganga wako level yako anakusaidia kukwambia na kinga sina kila kitu, level yake labda ni kuruta, ni mdogo kabisa, nasari. Alafu ule adui yako level yake yeye ni profesa mwenye masters, lazima atakuwini tu. Umeshanielewa? Kwa hiyo imegawanyika katika sehemu mbili. Tukirudi mwanzo katika swali lako, imegawanyika katika sehemu mbili, mambo ya afya na mambo ya kiroho zaidi. Kwa hiyo siwezi kukujibu direct, sababu lazima ujue kinachomsumbua ni kipi, either ni mambo ya kiroho ama ni masuala ya afya, ambapo afya ni matatizo, afya ya akili, sababu huwezi kujua tu. Ndoa ya Jux na Priscilla imekuwa ni miongoni mwa harusi ambazo zimevutia vijana wengi sana, namna ilivyofanyika, watu wenye couple wenye ilivyo pia ilivyoendesha au ilivyoitazama pia. Imekuwa ni couple namna gani hasa, na nini ambacho kimekuvutia pia ambacho umekitazama kwa jicho la kwa ndani? Yaani harusi ya Jux imeleta shida sana kwa vijana wengi, wanateseka sasa hivi kwenye mahusiano yao. Sababu picha walibeba wengine, unajua watu wengi pia wanasumbuliwa na hayo matatizo. Kila mwanamke alibeba picha, amebeba picha ile kuwa nataka shughuli kama ile, nataka kama kile, na nataka harusi kama ile. Kwa hiyo imeleta shida kwa vijana wengi ambao wana ndoto za kuoa. Kila mtu amebeba picha hiyo. Sio, unanielewa? Katika amebeba picha hiyo. Kwa watu wanateseka sana, ila Mungu awajalie waendelee, kwa sababu waendelee, Mungu awajalie waendelee. Sababu mahusiano yana changamoto nyingi sana. Zile shughuli, yani saizi ndio wako kwenye ndoa sasa. Zile zote ziko ni kelele, saizi ndio wako kwenye ndoa. Acha tuipe muda. Tupe muda tuangalie. Kwa namna ulivyoona, wanasema mahusiano wakati mwingine pia wanasema mtu akikupenda hachukui muda mrefu, kwa maana kuamua kuoa kufanyaje, lakini pia sasa kuna wazee ambao pia wanasema jamani, hebu fahamianeni hata miaka 2 mingapi afu baada ya kuoana. Hiyo nadharia na namna ulichokiona kwa Jux, kwa sababu wamejuana miezi kadhaa au ndoa ni vitu vimefululiza. Kwa kweli hasa unashauri nini hasa kwa mtu akipendana hai kuoana ama wajuane kwanza? Mke akija kwenye maisha yako, una muda kusubiri. Mke akijaga anakujaga automatic, unajua huyu ni mke. Yaani mke anapokuja, unajua kabisa huyu ni mke. Hiko ndio kweli unakuja. Utakuwa unahangaika na wanawake wengi, lakini mke anapokuja kwenye maisha unajua kabisa huyu ni mke. Au mume anakuja unajua kabisa huyu ni mume. Unakujaga automatic tu. Kwa hiyo mambo kusubiriana yapo pia,
kwa muktadha wa dini na nini, kumwangalia, kuchunguzana kiasi tunawaambia watu wachunguzane, umtambue unataka kuingia naye kwenye mahusiano au unataka kuoa na nini katika hiyo kipindi hicho. Lakini mke anapokuja anakujaga kama mke automatic, au mume anapokuja anakujaga kama mume. Kuna nadharia basi nasema kwamba ndoa zenye maarufu hizi matashtiti mengi kwamba watu wengi unaalika na nini sema kwa hazidumu. Kuna ukweli kwenye hilo ama ni watu tu wanajaribu kuikuza? Inategemea ulifanya kwa ukubwa, walikuwa na hela ulikopa. Sasa kama ulikopa ukirudi kwa nasi mnakaa njaa, fanya harusi kwa level yako wewe. Sasa sawa, imefaa kwa ukubwa wazidumu. Tulifanya lakini tulikopa, tunadaiwa, tumeingia kwenye nyumba, tunaingia na madeni. Wewe nyumba itakuwa na amani, hamwezi kutoboa. Kwa hiyo fanya katika level yako wewe. Una laki yako 2, nenda zako kama ni kanisani, tena Uislamu very simple. Unatoka ni msikitini pale si nini, kisha nakuja natia ubami, mmemaliza bwana, ndugu zako pikeni hapo ni tumemaliza. Kanisani nenda, fanyeni, rudini, kunyweni juisi. Simeshanela. So ukope sasa wewe umeingia umefanya shughuli kubwa. Sawa, imevutia machoni mwao, umefurahisha watu. Unapotoka pale unarudi na stress nyumbani na mkeo. Ndoa ikiwa mpya unaingia na stress za madeni ulikopa kwa ajili ya kufanya shughuli kubwa. Hiyo nyumba itakuwa na amani? Hiyo nyumba itakuwa na amani? Hamwezi kutoboa hata siku moja. Kim Kai ndo alimjibu shabiki yake mmoja, alisema kwamba kupendana tu lakini hamzai, hampati mtoto. Akasema kwamba yeye akamjibu akamwambiaje, watu wengi wa Afrika mnaamini kupata mtoto ndo amani ya ndoa, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinafanya ndoa ikawa na amani ama isiwe na amani, sio mtoto tu. Pengine mtoto ana muhimu gani hasa katika mahusiano ya ndoa ya kuoana watu? Na kuna ukweli kwamba usiwe na mtoto na amani kwa mtoto ni baraka. Mtoto ni baraka. Na Mungu kama alipanga upate utapata. Ukirudi katika muktadha wa kidini, wako watu wengi ambao historia yao kubwa alikaa miaka mingi sana bila mtoto. Mingi sana bila mtoto. Mingi kweli kweli, lakini akija kupata mtoto kwa umri umeenda ambao kwa mwanamke ameshakoma. Kwa hiyo furaha kwa sababu mliingia kwa upendo mkapendana nyie wawili pasi na mtu mwingine. Simeshanelewa. Kwa mtoto anakuja naye baadaye, ana familia inaongezeka. Lakini na washauri hata wale ambao wanahangaika kutafuta watoto mpaka sasa hivi, wanaona kabisa wanahisi kukataliwa kwenye familia. Wako wanawake ambao pitia changamoto, maisha yao yamebadilika, wamekuwa watu ambao wanaenda kwenye msongo wa mawazo kutokana na changamoto hizo za watoto, na kukaa muda mrefu bila kupata watoto. Pengine bado alipata wa kwanza lakini sasa hizo wanahangaika, wamekuwa hawapati. Kwa kutani mtu mwenye majuto kuwaza, listen. Kaa karibu na Mungu wako, zungumza naye. Unajua kila kitu ni timing na wakati. Pengine Mungu anakubariki mtoto wakati huo, labda asingefika kule unataka kufika. Anakupa kwa wakati yeye anautaka yeye. Bongo Trendy TV.